Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa neema ya Mungu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Mungu ametupa kibali cha kuachilia huduma itwayo Voice of Prayer and Bible Study World Ministry. Nami nikukaribishe kwa ajili ya mafundisho mbalimbali yanayopatikana kwenye channel yetu, kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, YouTube, TikTok na Instagram. Tafadhali karibu uweze kusikiliza neno la Mungu kwa mafundisho mbalimbali. Utaelewa, utafahamu na utafunguliwa. Nami nikuombe sasa moja kwa moja, niombe kwa ajili ya kukuletea neno lisemalo uhusiano wa mwanadamu na ardhi. Tuombe. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya saa hii ulioruhusu watu wako wasikie neno lako kupitia channel hii ya Voice of Prayer and Bible Study World Ministry. Inakusina kukuomba fungua akili zetu na fahamu zetu tupate kuelewa sawasawa na makusudi na mapenzi ya kwako. Mtu wa Mungu, sasa nikukaribishe moja kwa moja. Nimesema kichwa cha somo kinasema uhusiano wa mwanadamu na ardhi. Kwa nini uhusiano wa mwanadamu na ardhi? Ni kwa sababu huwezi kumtenganisha mwanadamu na ardhi. Ndio maana ninakukaribisha uendelee kusikiliza ili upate kuelewa uhusiano uliopo kati ya mwanadamu na ardhi. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo 2 mstari wa 7, maandiko matakatifu yanasema, Bwana Mungu akamfanya mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi. Unaposoma maandiko haya ni kwamba mwanadamu ametokana na ardhi. Na ukiangalia mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu alitokana na neno la Kiebrania lisemalo lililoandikwa Adama, maana yake ardhi. Hii inaonyesha uhusiano wa asili kati ya mwanadamu na ardhi. Kwa hiyo ni kwamba mwanadamu ana asili ya moja kwa moja na ardhi. Hivyo basi ardhi inafahamu ukweli wote kuhusu mwanadamu. Nini sasa kinachofanya uhusiano uvunjike kati ya mwanadamu na ardhi? Baada ya uasi kutokea, ardhi ikatoa taarifa kwa Muumba kwamba mwanadamu ameharibu mpango wa Mungu chini ya ardhi. Kwa hiyo ardhi ikaanza kukataa urafiki kati ya mwanadamu na yeye. Ikaanza kukataa uhusiano kati yake na mwanadamu. Hivyo basi, kwa sababu ardhi ni asili ya mwanadamu, ikaandika mambo yote ambayo mwanadamu ameyafanya, na ardhi ikatoa taarifa kwa Muumba au ikatoa taarifa kwa Mungu kwa habari ya mambo yote ambayo mwanadamu ameyafanya. Pendwa msikilizaji, ikumbukwe ya kwamba uhusiano wa mwanadamu na ardhi uliharibika baada ya dhambi. Baada ya dhambi kuingia, uhusiano ukavunjika kati ya mwanadamu na ardhi. Na ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Mwanzo 3:17, maandiko yanasema ya kwamba ardhi ikalaaniwa kwa sababu ya mwanadamu. Ardhi imelaaniwa kwa sababu yako. Kumbe baada ya ule uasi, ardhi sasa ndio ikatenganishwa na mwanadamu. Unaona, baada ya dhambi ardhi ikaanza kutoa magugu. Ardhi ikaanza kumea miba au ikaanza kuota miba. Shida zikaanza kuingia, tabu zikaanza kuingia, mahangaiko yakaanza kuingia, kula kwa jasho kukaingia. Kwa hiyo basi ardhi ilivyotoa taarifa ni matokeo ya haya yote kupitia kwenye nyakati ngumu, ni matokeo ya zile taarifa ambazo ardhi ilitoa kwa Muumba. Lakini bado ardhi hiyo hiyo, ukisoma katika Zaburi ya 103 mstari ule wa 14, nakumbuka tu mavumbi sisi. Ardhi inakumbusha kwamba nakumbuka tu mavumbi sisi. Mwandishi anakumbusha kwamba kumbuka tu mavumbi sisi. Kwa hiyo basi mwili una uhusiano wa moja kwa moja na ardhi.
Mpango wa Mungu kwa mwanadamu kupitia ardhi ulikuwa ni mzuri sana. Mungu alikusudia mwanadamu aitawale ardhi. Mungu alikusudia mwanadamu aishi kwenye ardhi kwa hali nzuri. Mungu alikusudia mwanadamu aishi akifurahia ardhi. Mwanadamu alipewa kuisimamia ardhi na sio kuiharibu. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo 1 mstari wa 28. Kwa hiyo kumbe Mungu amempa mwanadamu utawala wa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokupa utawala mahali popote pale, anatamani matokeo mazuri yapatikane kutokana na kazi aliyokupa. Mungu anapokupa biashara ufanye, manake anatamani biashara yako ilete matokeo mazuri kutoka hapo alipokuweka. Mahali popote Mungu ambapo amekuweka, anahitaji umzalie matunda, anahitaji apate matokeo mazuri kutoka kwako. Na kwenye ardhi kuna baraka nyingi sana. Ardhi ina baraka nyingi sana, lakini pia kuna matokeo ya kutokutii. Ardhi inaweza kubeba ushuhuda, yani spiritual record. Ardhi inaweza kubeba ushuhuda wako, inaweza kubeba mambo yako, inaweza kubeba kila jambo unalolifanya. Ukirejea kwenye ile Mwanzo 4 mstari wa 10, damu ya Habili inalia kutoka kwenye ardhi. Kwa nini damu inalia kutoka kwenye ardhi na sio sehemu nyingine? Ni kwamba ardhi ina uwezo wa kuandika rekodi zako. Ardhi ina uwezo wa kuhifadhi. Manake baada ya damu kumwagika, ardhi ikaanza kutoa matokeo. Ardhi ikaanza kulia, ikaanza kupiga kelele kwa sababu ya ile damu iliyomwagika ambayo haikuwa na hatia. Kwa kumbe ardhi ina uwezo wa kuhifadhi taarifa za kwangu, ina uwezo wa kuhifadhi taarifa za kwako. Kuna neno ambalo lipo kwenye maandiko matakatifu linalotoka kwenye kitabu cha Hesabu 35 mstari ule wa 33. Damu pia hunajisi nchi, au damu pia hunajisi ardhi. Naomba nirejee hili andiko nilisome, linasema hivi. Hesabu 35 mstari wa 33. Hivi humtia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Hebu angalia matokeo yanayopatikana kwenye hiki kitabu cha Hesabu, ya kwamba hakuna fidia yoyote inayoweza kutolewa kwa ajili ya kufidia damu iliyomwagwa. Maana yake hakuna sadaka yoyote inayoweza kutolewa kufidia damu iliyomwagwa kwenye ardhi. Ndio maana damu ikimwagika pasina hatia, nchi huingia unajisi. Usipotambua na kurudi na kutubu, usipotambua na kumrudia Muumba, usipotambua kwamba damu iliyomwagika inalia, manake itaendelea kukumbusha ya kwamba damu ilimwagika pasina hatia, ya kwamba damu ilimwagika na hakuna fidia kwa ajili ya kuifidia hiyo damu, isipokuwa ile damu yenyewe iliyomwagika kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Tuna andiko lingine ambalo pia linatuhakikishia kwamba ardhi inaandika mambo yetu. Ukisoma katika kitabu kile cha Yeremia 22 mstari wa 30, maandiko matakatifu yanasema, nchi lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu, hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa siku zake zote. Mpendwa msikilizaji, unapolisoma andiko hili linakupeleka kufikiri sana kwa habari ya nchi ama ardhi. Linakupeleka kwa habari ya taarifa ambazo zimetolewa kwamba andikeni habari za mtu huyu ya kwamba hatafanikiwa. Kwa hiyo usipotambua namna ya kutoka, kama umenenewa, kama sadaka imetolewa, kama kinywa kimetumika kunena kwa habari zako ya kwamba andikeni habari za mtu huyu,
huyu. Manake nchi ikishaandika, manake inachofanya ni kumbukumbu, ni rejea. Wewe unapotaka kupiga hatua, ardhi inanena kutoka kwenye nchi ya kwamba mtu huyu imeandikwa ya kwamba hatafanikiwa, mtu huyu imeandikwa ya kwamba hatafanya biashara, mtu huyu imeandikwa ya kwamba hatainuka, mtu huyu imeandikwa ya kwamba hatapata mtoto, mtu huyu imeandikwa ya kwamba hataendelea. Kwa usipojua mlango wa kutokea, usipojua namna ya kuomba kubatilisha, usipojua namna ya kutoka mahali ambapo umefungwa, usipojua lango la kutokea, manake utabaki hapo hapo na utafanya kazi kwa bidii, lakini kwa sababu ardhi imeandika mambo yako na hujui mlango wa kutokea, manake utaendelea kupita kwenye hicho kipindi mpaka utakapojua huo mlango wa kutokea. Lakini saa hii neno hili limekuja kwa wakati wake. Amua kufuatilia chaneli hii ili upate mafundisho na mlango wa kutokea. Amua kuanzia leo kuambatana, kujiungamanisha na chaneli hii ili upate mlango wa kutokea, upate namna ya kuomba kutoka kwenye huo mlango, kutoka kwenye hayo maneno yaliyonenwa kwa ajili yako, kutoka kwenye hiyo ardhi iliyoandika mambo yako. Pengine ni ardhi ya nyumbani kwenu, pengine ni ardhi ya mahali unapofanya kazi, pengine ni ardhi ya mahali ulipojenga. Umejenga lakini huoni raha kwenye hiyo nyumba unayokaa. Umefungua biashara lakini huoni faida. Ni kwa sababu ardhi imenena, ardhi imeandika ya kwamba mtu huyu hatafanikiwa. Na wewe usipojua namna ya kutoka, namna ya kubatilisha, namna ya kuvunja hivyo vifungo, utaishi hapo kwa muda mrefu. Kwa maneno haya basi, Mungu akubariki ili uendelee kufuatilia kipindi kijacho, uweze kutambua namna ya kutoka, namna ya kuvunja, namna ya kujitenga na maneno ambayo umenenewa. Mungu akubariki tangu sasa na hata milele. Amen.